Aina 9 za marafiki unaotakiwa kukaa nao mbali kwa sababu watakurudisha nyuma. Sababu halisi ya watu wengi kushindwa. Sikiliza kwa makini sana. Watu wengi wanashindwa si kwa sababu hawana akili, si kwa sababu hawana mtaji, si kwa sababu hawana ndoto. Watu wengi wanashindwa kwa sababu ya watu wanaowazunguka kila siku. Kuna nguvu kubwa sana kwenye mazingira, na sehemu kubwa ya mazingira yako ni watu unaokaa nao, unaowasikiliza, unaoshirikiana nao na unaowaamini. Marafiki zako wanaweza kuwa daraja la kukuvusha kwenda mafanikio, au wanaweza kuwa mzigo unaokuvuka chini kila unapojaribu kupaa. Ukweli ni huu: maisha yako yatakuwa wastani wa watu 5 unaokaa nao karibu zaidi. Ukikaa na wavivu, utaambukizwa uvivu. Ukikaa na walalamikaji, utaanza kulalamika. Ukikaa na watu wa maono makubwa, akili yako itapanuka. Hivyo basi, kama unataka kubadilisha maisha yako, huanzi kwa kubadilisha bahati, unaanza kwa kubadilisha mzunguko wako. Sasa hebu tuangalie kwa kina aina 9 za marafiki ambao bila wewe kujua wanaweza kuwa wanakuzuia kufika kule unakotaka kwenda. Lakini kabla hatujaingia ndani zaidi, hakikisha una subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom, mahali ambapo tunajenga akili ya ushindi na kuondoa minyororo ya fikra za kimasikini. 1. Rafiki mlalamikaji, mtaalamu of visingizio. Huyu ni mtu ambaye kila siku ana sababu ya kulalamika. Serikali mbaya, biashara ngumu, hakuna fursa, hakuna bahati. Ukikaa naye dakika 10, utasikia matatizo 20. Kwa mtu huyu hakuna suluhisho, kuna visingizio tu. Tatizo lake ni kwamba anazoea kuishi kama mwathirika. Unapokaa karibu na mtu anayejiona mwathirika, utaanza kuamini kuwa dunia iko dhidi yako. Mtu anayeamini dunia iko dhidi yake hawezi kupambana kwa ujasiri, na bila ujasiri hakuna ushindi. 2. Rafiki mwenye ndoto ndogo. Huyu si mtu mbaya, lakini anaogopa kufikiria mbali. Ukiongea biashara kubwa, anasema punguza presha, maisha si rahisi. Ukiongea kuwekeza, anasema hebu kwanza tuishi. Ukiongea mafanikio makubwa, anakukumbusha kushindwa kwa wengine. Tatizo lake ni kwamba anaishi ndani ya mipaka ya hofu. Kumbuka, ndoto ndogo zinaambukiza. Ukikaa na mtu anayejiona wa kawaida, utaanza kupunguza viwango vyako. Hakuna mtu anayefanikiwa kwa kufikiria kidogo. 3. Rafiki mwenye wivu wa kimya. Huyu ni hatari zaidi kwa sababu hafunguki wazi. Anatabasamu mbele yako, lakini moyoni anahesabu hatua zako. Ukifanikiwa kidogo, anapunguza thamani yake. Ukishindwa, anafarijika kimya kimya. Wivu wa kimya ni sumu ya polepole. Mtu ambaye hawezi kushangilia mafanikio yako kwa dhati, hawezi kukutakia mafanikio ya kweli. Huwezi kukua ukiwa karibu na mtu anayeumizwa na ukuaji wako. 4. Rafiki anayependa starehe kuliko maendeleo. Kwa mtu huyu, maisha ni leo tu. Kila pesa ikiingia ni matumizi. Kila wiki ni starehe. Kila muda wa ziada ni burudani. Hana mpango, hana akiba na hana dira ya kesho. Starehe si mbaya, lakini starehe bila mipaka ni adui wa mafanikio. Huwezi kujenga kesho imara ukiishi kila siku kama sikukuu. Maisha yanahitaji kujinyima leo ili ufurahi kesho. 5. Rafiki asiye na mwelekeo. Huyu ni mtu ambaye anabadilika kila mara. Leo ana wazo jipya, kesho ameacha, kesho kutwa ameanza lingine. Hana dira, hana msimamo na hana uthabiti. Ukikaa naye, utaanza kuishi maisha ya majaribio yasiyo na mwisho. Mafanikio hayaji kwa kuanza kila siku kitu jipya, yanakuja kwa kuendelea pale wengine walipochoka. Mtu asiye na mwelekeo hawezi kukusaidia kufika kule unakotaka kwenda. 6. Rafiki mwenye hatari za tabia. Huyu anapenda njia za mkato. Anakwambia maisha ni ujanja, au cha muhimu ni pesa, haijalishi umetoka wapi. Ukweli ni huu: njia za mkato mara nyingi hukata maisha yako badala ya umbali wa safari. Msingi mbovu hauwezi kubeba jengo refu. Ukijenga maisha yako juu ya udanganyifu, siku moja yataanguka, na wewe pamoja na yeyote aliyekuwa karibu nawe. 7. Rafiki anayekuona kama nguzo yako pekee. Huyu anakutafuta tu akiwa na shida. Ukifanikiwa, anakukumbuka. Ukishuka, anakutoweka.
Hakuulizi hali yako, hajali ndoto zako na hajui mapambano yako. Urafiki wa kweli ni kubadilishana nguvu, si kunyonya upande mmoja. Ukiruhusu watu wa aina hii wabaki karibu, utachoka kihisia na kiakili. 8. Rafiki mwenye hofu ya mabadiliko yako. Unapoanza kusoma zaidi na kufikiria tofauti, anaanza kusema umebadilika, umejisahau au umeanza kiburi. Ukweli ni huu, mabadiliko ni ishara ya ukuaji. Watu wengi wanapenda ubaki pale walipokuzoea kwa sababu mabadiliko yako yanawakumbusha wao hawajasonga mbele. Usiruhusu mtu akulazimishe ubaki mdogo ili ajisikie vizuri. 9. Rafiki asiyeheshimu muda. Muda ni rasilimali ya thamani kuliko pesa, lakini kwa mtu huyu muda si kitu. Anachelewa bila kujali, anavunja ratiba na anapoteza muda wako bila hatia. Mtu asiyethamini muda wako hatothamini hatima yako. Mafanikio yanajengwa kwa sekunde, dakika na saa zilizotumika vizuri. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Chagua mazingira yako kwa makini. Haimaanishi uwachukie au wadharau, lakini inamaanisha uchague kwa makini nani anaruhusiwa kuwa karibu na akili yako. Maisha yako ni kama bustani. Ukiruhusu magugu yakue bila kuyadhibiti, yataua maua. Wakati mwingine ili ufanikiwe, lazima ukubali kuitwa mwenye kiburi, lazima ukubali kuitwa umebadilika, lazima ukubali kupunguza marafiki ili kuongeza thamani ya maisha yako. Kumbuka, tai huruka na tai wenzake, hakai na kuku akitarajia kufika mawinguni. Ukibadilisha marafiki zako, utabadilisha mawazo yako. Ukibadilisha mawazo yako, utabadilisha maamuzi yako. Ukibadilisha maamuzi yako, utabadilisha maisha yako.